usalama, naomba mnieleze hapa duniani maeneo gani yenye usalama, naomba mnieleze na mimi niende nikae huko. Sasa nipo na mwimbaji nyimbo za binafsi anaitwa Alex. Alex, habari yako? Salama. Mtumishi wa Mungu, pole sana na hongera sana kwa huduma yako. Asante sana. Hebu tueleze kwa kifupi tu, unaitwa nani na huduma yako ya uimbaji ulianza lini? Mimi naitwa Alex Elias Mnazi. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, naimba nyimbo binafsi. Mimi huduma yangu nimeianza sina muda mrefu, kama miaka 5. Mpaka sasa hapa nilipofikia, namshukuru Mungu, lakini pia bado tunamwomba Mungu aendelee kutuinua zaidi na zaidi. Kuinua zaidi na zaidi. Labda nyimbo gani ambazo umeanza kuzitunga, na kama tayari nyimbo ipi ambayo ipo hewani au tayari iko jikoni, watu wanasubiri tu ili wasikilize neno la Mungu kupitia nyimbo zako? Mimi nina nyimbo 4. Hongera sana. Nyimbo 4? Hongera sana kijana. Asante sana. Nyimbo ya kwanza ambayo nilianza nayo inaitwa Kwake Yesu ni Salama. Kwa Yesu ni Salama. Kwake Yesu ni Salama. Ni kwa nini umefikiria kutunga huo wimbo, ujumbe huo? Nimefikiria kutunga hii nyimbo hiyo kwa sababu wanadamu wengi sana wanakimbia kwa waganga, mizimu, yani wana miungu mingi sana ambayo wanaiabudu tofauti na Yesu. Na wasijue kwamba huko wanadanganywa, wanapotea. Kwake Yesu, yani nikagundua kwamba kwa Yesu ndio salama zaidi. Hakuna aliyekuja kwa Yesu akajutia. Kwa hiyo ukaamua kutoa ujumbe kwa watu ambao wanatumia waganga wa nini katika kufanya maisha yao. Kwa hiyo wamkimbilie Yesu. Wamrudie kwa Yesu ndio salama. Waachane nayo mambo kabisa. Nataka nifahamu, hizi nyimbo unatunga mwenyewe au unatungiwa? Mimi natunga mwenyewe, naandika mwenyewe nyimbo na rekodi mwenyewe. Hongera sana bwana. Asante sana. Labda mpaka saizi una nyimbo ngapi? Mpaka saizi na nyimbo 4 kama nilivyokuambia mwanzo. Moja hapo ndio hiyo kwa Yesu ni Salama. Nyingine inaitwa Vuta Subira. Kuna nyingine moja hivi inaitwa Tukumbuke Kutenda Wema Kingali Tuko Hai. Kuna nyingine inaitwa Baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Labda baraka za Mungu hizi hapa, labda mfano kwa sasa tunavyozungumza, labda una kitu gani ambacho unataka kutarajia ufanye nini juu ya nyimbo zako? Labda wengine wanahitaji kuzindua, wengine wanataka kuzindua video, labda nini ambacho mbele yako kiko? Mimi kwanza, jambo la kwanza ambalo nataka nianze nalo, ningependa kabisa nianze na uzinduzi. Baada ya uzinduzi natamani kuwa na studio yangu binafsi. Kwa nini unatamani kuwa na binafsi studio yako? Kwa sababu kuna watu wengi wanatamani kurekodi, hawapati watu, yani hawana kipato cha fedha ambacho kinaweza kikawezesha kurekodi. Kwa hiyo mimi nitakuwa nawasaidia watu kwa ajili ya kusaidia watu waimbaji wa chini, kwa ajili ya kuwainua vipawa vya waimbaji wa chini. Bila shaka umeingia kwenye uimbaji, kuna mwimbaji wote ambaye unapenda kupata mafanikio yake, au kuna mwimbaji ambaye unavutia naye yote ambayo unaweza nataka nipate mafanikio kama huyu? Kama nani? Natamani kuwa kama Christopher Mwangila. Christopher Mwangila. Baada mpe ujumbe wake bwana. Mimi kijana wako Christopher. Mimi bwana, kama ananisikia, natamani sana kuwa kama yeye. Ikiwezekana hata nionane naye kabisa ili anipe njia ambazo alipitia yeye ili na mimi niwe kama yeye. Labda kwa kifupi tu, labda mawasiliano, hebu taja mawasiliano yako. Kuna si mwingine tu, kuna mwingine wanahitaji labda kufanya ushirikiano, kukufahamu, labda namba zako. Namba zangu ni 06 23 37 30 06 mwisho. Unapatikana wapi? Na sio YouTube na nini? YouTube channel yangu inaitwa Alex Elias Mnazi. Wanakupata hivyo? Wananipata. Labda bwana Alex, labda huduma zako unatoaje? Maana kuna wengine wanaenda kwenye Injili, wengine kanisani. Huduma yako ikoje? Mimi kanisa lolote nakuja. Nikipata mwaliko kanisa lolote lile natoka na nakuja kwa uhakika kabisa. Ukipiga namba zangu tuwasiliana. Mimi sichagui kanisa lolote. Hata kama liwe kubwa liwe dogo, nakuja kabisa. Mwisho kabisa, hebu wape ujumbe vijana wako ambayo vijana wapo lakini watakumwimbia Mungu. Wape ujumbe wote vijana. Mimi nawaasa kwamba waanze kabisa kuimba, kwa sababu uimbaji ni starehe sana. Waache starehe za ajabu za duniani. Yani kuimba ni starehe, kumwimbia Mungu ni starehe sana. Yani ndio unapata raha, na pia ni raha kubwa sana ambayo yani siwezi kuielezea.
labda kwa dakika moja tu, kwa sekunde 5 tu nikupe, kipi unachowachukia baadhi ya waimbaji, tabia zao ni zipi kama zipi? Unakuta tabia ambazo mimi sizipendi, mwimbaji akishajijua kwamba yeye ni mkubwa, basi anatoa makucha yake, yani hata ukimgusa hawezi kuja kanisa la ajabu ajabu, hatokei. Tabia mbaya ambazo sizipendi ni waimbaji kujisikia, yani mwimbaji akishakuwa tayari yani anatudharau sisi ambao ni wa chini. Mfano akialikwa katika mkutano wote ambao ni mdogo, yani anaanza kwanza kuangalia uko wapi mkutano, unaona uko wapi, au kanisa lenyewe liko wapi, wana nini, yani jambo ambalo sio kweli, kwa sababu ni huduma ya Mungu, inapaswa tutoe huduma na tutoe injili. Huduma ujue ni injili. Kwa inabidi tuhubiri injili kwa kila kiumbe, yani kila kiumbe ambacho kipo duniani kisikilize huduma yako. Kwa hiyo ambaye ni mchungaji Chiamilo ananiombeaga, wa kanisa gani? Wa kanisa la Anglikana, anapatikana Zavala hapa. Ananiombeaga, lakini pia mchungaji wa pili mchungaji Nebi ananiombeaga, mchungaji mama yangu kanisa la Moraviani hapa Biwege ananiombeaga ya. Aha. Labda ndoto yako ni nini kwenye uimbaji? Kuna baadhi wengine ndoto yao wao watumishi wakubwa, wengine ndoto zao wanataka kufika mbali sana. Ndoto yako ni nini? Ndoto yangu mimi katika kuimba, natamani nifike mbali sana katika uimbaji, lakini pia kihuduma. Napenda nyimbo, uimbaji wa lumba na zuku. Zuku. Yeah. Umemtaja Christopher mwingine miongoni mwa waimbaji ambao umevutiwa naye. Yeah. Labda nikwambia upande wa kike, uimbaji wa kike ni upi pia ambaye unapenda kufuata nyayo zao au unampenda tu kumsikiliza? Napenda kusikiliza nyimbo za Rose Muhando, nasikilizaga. Kwa nini umemtaja Rose Muhando? Kipi ambacho kinakuvutia? Kwa sababu yule ni mtu ambaye hajisikii, lakini yani anainua vijana, anawapenda vijana, hata chipukizi anaweza kuwashika mkono. Okay. Yeah. Natamani kuvaa kama mwimbaji fulani, lakini waimbaji wengi wanakuwa wanavaa mavazi ya ajabu, hatimaye wanawashawishi hata vijana wetu ambao vijana wadogo wadogo nao wanawaiga, nao wanavaa vilegezo, wanavaa nguo za ajabu ajabu ambazo kupoteza jamii. Kwa hiyo ningewasisitiza kwamba waachane na hayo mambo, kwa sababu wanatazamwa na watu wengi. Okay.